logic and lasting commitments. Love, logic and lasting commitments. Hakuna maana ya kuwa na upendo kama umeingia kwenye huo upendo ukiwa hauna logic. Hata kwenye upendo, love is not blind. You shouldn't fall in love blindly. You must also incorporate some logic. Lakini pia hakuna maana sana ya kupendana na mtu kama is a short term thing. Kwa nataka nikupe kama tips 10 hivi ambazo zitakusaidia kuweza kuwa na mahusiano yenye mafanikio. Na nitaenda right away. Sina introduction. Mahusiano hayahitaji utangulizi wowote. Nyinyi utangulizi mnaojua. Kwa tip ya kwanza, right away, I want to encourage you to enjoy your singleness. Enjoy your singleness. Enjoy your singleness. Anajua asilimia kubwa hapa labda you might be single. Unajua pia siku hizi kumpata mtu ambaye ni single na yeye ni kazi. Kwa labda uko kwenye inawezekana kwa neema ya Mungu ukawa uko single. Inawezekana Mungu akawa amekusaidia ukawa uko single. So I want to start by encouraging you to enjoy your singleness. To enjoy your singleness. Mungu anamwambia Nuhu kwamba kadri nchi idumupo, majira na nyakati hazitakoma. Kutakuwa kuna majira ya kuwa single, kutakuwa kuna majira pia ya kuwa kwenye mahusiano. Kwa ukitokea uko single, ujue hayo ni majira. Ni majira ya kimungu ambayo Bwana amekupa neema ya kuwa kwenye hayo majira. Kwa mimi I want to encourage you, first thing, usirashi seasons. Usirashi seasons. Kwa katika vitu vya kwanza ambavyo natamani nikutie moyo uenjoy muda wako wa kuwa single. Ukitokea uko single, utumie muda kufanya mambo ya msingi. Mambo unayoyapenda. Vitu ambavyo ni wewe mwenyewe. Unajua mara nyingi sana unaweza ukajikuta umeingia kwenye mahusiano ukiwa hata hujui wewe ni nani. Ujue kuna mtu hajawahi kuwa single maisha yake. Mahusiano yake ya kwanza alianza akiwa form 2. Na hapo amechelewa sana. Kwa amekuaga na mtu tu siku zote. Yaani akiachana na huyu ndani ya wiki ameshaingia na mwingine. Kwa hata ukimuuliza hivi wewe ukiacha wewe ambaye yuko kwenye mahusiano, wewe ni nani? Hajui. Kwa sababu hajawahi kuishi yeye mwenyewe. Usiku ufike amuombe Mungu alale. Usiku lazima awe na mtu fulani anayemuuliza, umekula leo? Nalala saa ngapi? Hajawahi kujiuliza hayo maswali yeye mwenyewe. Kwa ukiacha muda ule wa kuongea na simu wa usiku, hata hajui kwamba yeye akiwa hana mtu wa kuongea naye huwa anasinzia saa ngapi. Kwa kipindi cha usingo is a very good opportunity ya wewe kujifahamu wewe ni nani. Is an opportunity also of dating yourself. Falling in love with yourself. Kama unatamani kupelekwa out na mtu, wakati wa usingo unajitoa out wewe mwenyewe. Kwa hela zako mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu that is a season. Na ukiwa single mzuri, utakuwa pia partner mzuri kwenye mahusiano. Lakini mtu ambaye ni confused, yani amekuaga tu yuko ana live in between relationships. Yani ukimkutana naye ni either yuko kwenye mahusiano au yuko kwenye mahusiano yaliyovunjika, yuko kwenye mahusiano yanayoanza upya. Huyo ni mtu ambaye yani yuko confused. Hata hisia zako mwenyewe ziko confused. Hazijui kwamba ukiwa peke yako unakuaje. Kwa being single is a privilege, ni neema ya Mungu. Kwa kabla hujaingia kwenye mahusiano, mimi nitakutia moyo, hakikisha kwamba uko single. Yaani kama kuna kitu ambacho nakutia moyo ukifanyie kazi sasa hivi, nakutia moyo ukiwa single uwe single kweli. Usiwe single ambaye ana stingy attached. Yaani mtu anaonekana yuko single lakini ana watu kadhaa hivi ambao mahusiano yake yeye na wao hayaeleweki. Kwamba haya ni mahusiano ya dada na kaka, ni mahusiano ya mtu na ex wake, ni mahusiano ya mtu na mtu anayetarajia kuingia naye kwenye mahusiano. Yaani ana watu kama watatu ambao ni confused, hawaeleweki. Amewategesha hapa kwamba huyu hapa ikitokea huyu hajaeleweka na huyu hapa mwingine. Kwa watu wamekuja afu hajawaambia no, anatamani wawepo around kwa sababu hata huyu aliyemwambia yes pia naye haamini kama ataendelea kuwepo. Sasa that is not a good place to be. First thing ambacho unatakiwa uestablish, kama you are single, you have to be single. Na kama hujawahi kuwa single, halafu mahusiano yako hayaeleweki, I encourage you uwe single kweli. Yaani kuwa single hadi ujue kwamba nao msingle.
alafu unakuwa hata Mungu umemjengea mazingira ya kukupa muujiza. Unajua divai mpya huwa haichanganywi na zamani. Kwa kama wewe ni divai mpya, inabidi uwe divai mpya kweli. Kama ni ya zamani, basi hiyo ni divai ambayo ukitest unajua ni divai ipi. Huyu ni mtu single, ni mtu ambaye yuko kwenye mahusiano. It's good to establish hiyo hapo. Mungu hawezi kukupa mtu kama una mtu moyoni. Yaani kuna mtu kinachofanya Mungu hampi mtu wake yeye mwenyewe ni kwa sababu Mungu mara zote akija kwenye moyo wa mtu, wa huyu mtu kuna mtu. Kuna mtu ambaye sio Mungu aliyemkusudia lakini yupo. Sasa as long as moyoni mwako kuna mtu, hata kuisikia sauti ya Mungu inakuwa ni ngumu sana. Kwa sababu tayari kuna sauti ya mtu jioni itakuja tena kukukumbusha kwamba mko kwenye mahusiano ambayo hayana mwelekeo. Kwa mahusiano ambayo sio sahihi is a dangerous venture kwa sababu yanakuchelewesha kuingia kwenye mahusiano ambayo ni sahihi. Kila mara ukiingia kwenye mahusiano na mtu ambao unajua kabisa ya mahusiano hayana future, manake unasogeza mbele muda wako wa kuingia kwenye mahusiano ambayo ni sahihi. Kwa nini? Kwa sababu mahusiano yote ambayo sahihi na sio sahihi, mahusiano ni uwekezaji. Hebu sema mahusiano ni uwekezaji. Kwenye mahusiano unawekeza muda. Na hivi wewe unaongea na simu muda gani ukiwa kwenye mahusiano na mtu? Unaweza hata ukachelewa kulala, ukachelewa kipindi kesho. Kwenye mahusiano unawekeza resources. Kupiga simu sio bure, si ndio? Kwa unawekeza voucher pia. Unawekeza emotions zako. Unafikiri kwa nini mtu akiachwa anaumia? Kwa sababu kuna hisia. Yaani ukiingia kwenye mahusiano na mtu ni kama umejiunganisha kwenye gridi hivi ya umeme ya taifa. Kwa kuna nyaya zimetoka kwako zimeenda kwake, hata kama yuko Kigoma. Anafanya kazi kwenye kambi ya wakimbizi. Lakini nyaya zimetoka hapa Moshi zimeunganishwa hadi Kigoma. Na kila mara mnapopigiana simu hizo nyaya mnazikaza. Zinazidi kukazwa. Mnapoongea masaa 2-3 mnazidi kukaza. Kwa kama ni mahusiano ambayo sio sahihi, manake siku moja hayo mahusiano mtakuja kuyavunja. Kwa siku mnazikata hizi nyaya, lazima vidonda vibaki. Lazima ukija kanisani utakuwa unalia, sio kwamba unamlilia Mungu. Unalia kwa sababu kuna vidonda vya mahusiano yasiyo sahihi. Kwa sababu mahusiano is an investment, ni uwekezaji. Sio story tu kwamba tu mnapeana company. You are investing your emotions. Unafikiri kwa nini siku hizi magonjwa ya moyo yamekuwa mengi sana? Nyie ni madaktari mtafanya utafiti, lakini hivi mtu hadi by the time ana miaka 22 amepigwa vibuti 6. Huyu mtu akija kuwa na miaka 60 ataacha kuwa na ugonjwa wa moyo? Yaani wewe katika vitu vikubwa ulivyowahi kutoa mchango kwenye hili taifa ni kuwa na watu na kuachwa na kuwa na watu na kuacha. That is the contribution. Lazima moyo wako utachakaa. Kwa sababu mahusiano ni uwekezaji na moyo hauponi kama vidonda vya kwenye ngozi. Uponyaji wa moyo is a process. Uponyaji wa moyo. Na Mungu alivyo, kuna muda Mungu hata kukuponya hakupi muujiza au kupona moyo. Biblia inasema he heals the broken hearted and bandages their wounds. Yaani Mungu hakuponyi instantly, anakubandage tu. Upone taratibu ili ujifunze. Upone taratibu. Kwa hiyo ni muhimu, Biblia inasema linda moyo wako. Kulinda moyo wako ni pia moja na kujiuliza nani anayeingia na kutoka, maana ndio zinakotoka chemichemi za uzima. Hivi unafikiri ukitokea kwenye a fresh breakdown ile, breakup, ndio unafikiri utakuwa unaweza kukaa chini upate mawazo ya kukufanya usogee mbele kwenye maisha? Chemichemi ya uzima unakuwa umeikatisha kwa muda. Kwa sababu hujalinda moyo, umeruhusu jamaa fulani limeingia tumo ambalo hata halikuwa serious, afu limekuja kutoka kama lilivyoingia. Alafu kwa sababu moyo una keep scores, unajikuta sasa you are struggling to heal. Mahusiano pia ambayo sio sahihi hayana neema ya Mungu. Kwa ili aweze kuendelea inabidi myaboost na romance. Ndio maana ukiwa kwenye mahusiano yasiyo sahihi una uwezekano mkubwa sana wa kuanguka dhambini. Kwa sababu si hakuna neema. Yaani mkiwa mnaongea nyewe wawili, Roho Mtakatifu hayupo hapo katikati, maana hicho kitu wewe hausiki nacho. Kwa sasa mtaendeleaje kuongea? Inabidi muongee story ambazo zinawaboost. Kwa mahusiano ambayo sio sahihi yana create energy
ambao na unajua wanasemaje, mimi nilisoma physics sisi zamani hiyo kwamba energy can only be created, it cannot be destroyed. Kwa hiyo unaanzisha energy fulani ambayo mwisho wa siku huna pa kuipeleka, inabidi uje uishie kwenye dhambi. Kwa mahusiano ambayo sio sahihi yana uwezekano mkubwa sana pia wa kukufanya uishi maisha ya dhambi, kwa sababu inabidi uya service. Yaani ni Ishmaeli umemleta, kwa inabidi umhudumie kwa gharama zako. Baraka ya Mungu haipo. Baraka ya Mungu haipo. Kwa mahusiano ni uwekezaji, na ni muhimu uhakikishe kwamba unavowekeza hizi hisia zako, unavowekeza huu muda wako, basi unawekeza kwa mtu ambaye ni sahihi. Na hiyo inanipeleka kwenye pointi yangu ya pili. Pointi yangu ya pili ambayo ni kufanya personal development. Tumia kipindi chako cha usingo kufanya personal development, kukua wewe mwenyewe kama as an individual. Wewe kama mtu, kama binadamu, grow. Sio mara moja, sio mara mbili. Rafiki zangu wamewahi kumuona dada fulani kanisani kwenye fellowship, anaimba vizuri, anampenda Mungu. Halafu akasema hebu ngoja, anajisikia kama kuna kitu fulani moyoni mwangu, hebu ngoja nikaonane na yule dada niongee naye. Mara mbili kama sio zaidi, nishe kumkuta rafiki yangu ametoka kuongea na dada mmoja, afu yuko very disappointed. Nikamwambia vipi? Ananiambia hamna kitu. Yaani pale wewe muone akiimba, furahia nyimbo zake, lakini ukiongea naye hamna kitu kichwani. Ni mtoto. Maturity hakuna. Hakuna maturity. Kwa huyo inaonekana ni mtu ambaye wakati akiwa single hakufanya kazi ya kujiendeleza, ya kufanya personal development.